Mariela, 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 Mariela. Baba kona mbona huniheshimu hata kidogo mwanangu? Ama sababu ulikosa malezi ya mama mwanangu? Na kuomba mwanangu, ishi na watu vizuri mwanangu, ya dunia ni mengi mwanangu, na nakupenda sana mwanangu. Mariela, Samani dadangu. Pole kwa kumchukulia muda wako kidogo. Kwa majina mimi naitwa Tozi, sijui aitwa nani. Jina langu sio muhimu. Waweza niambia ulichonisimamishia hapa? Unajua uzuri ni ile kujiana. Bwana, nipotezea muda utaongea. Sawa. Mimi kusema kweli dadangu, nimekuona kila mara ukipita hapa hivi ukija kazi ukitoka. Kuna venye mimi nimetokea, yaani kukupenda juu kila mara nikikuona nasikia moyo wangu unapiga kwako. Mariela, Mariela. Ama walisaka sasa. Haya. Badala ya kimya, heri nikwambie tu ile ukweli. Kwangu nikikuona tu hivi nasikia kama inakuwa kama perfume ya moyo wangu. Shamaliza. Haya, kama ushamaliza sasa nisikilize kwa makini. Kwanza wewe hatuendani. Cha kwanza, mimi sio hao wanawake wenye ambao umezoea kila mwanamke utakayemuona njiani wamsimamisha. Mimi ni mwanamke ninayejiheshimu na ninajitambua. Kwa hiyo tafuta type yako. Mariela, mwezi mtukufu huu umetoka kwa Kamezi kufuata nini mwenzangu? Sasa kama nimetoka kwa Kamezi, wewe kuhusu nini? Niseme kitu kimoja dadangu. Si ati sikuheshimu wala sijaheshimu hata mimi. Mimi najiheshimu na pia niko na heshima zangu. Mimi usimchukulie kama wale vijana wengine ambao wanataka kucheza. Mimi siko huko. Haya, sawa. Na ukweli kujua siku zote wale wanaosema kuwa mimi sio kama vijana wale wengine, hao ndo walimu wao. Ushanisikia? Sina, nisikilize kwa makini. Sina muda wa kupoteza. Kwanza nimekuheshimu venye nimesimama hapa. Alafu mimi najiheshimu, sio type zangu. Sawa? Stupid boy. Sawa, asante dadangu.
Hainihusu kitu, lakini nakushauri achana nao mambo. Sasa kwa hiyo kama Ramadhani anihusu nini mimi? Jamani Mariela, huu ndio wakati wa kutubu dhambi zako. Angalia hizo dhambi tubu wewe. Mimi sitaki kuingilia kwa maisha yangu. Umesikia nina dhambi? Si mfunge nyinyi Waislamu. Mimi nifungie anihusu nini Ramadhani? Nikwambia nina dhambi. Sina dhambi na hata sitawaiswali. Sawa, wewe fuata mambo yako. Kama wewe wafunga fungeni wenyewe. Kati kwa kutulia shoga yangu. Sio kama napenda mimi kuwa kwa hali hii, natamani niwe kama wewe, ila imeshindikana. Namuomba Mungu anitoe kwenye matatizo haya, niwe salama salama salimini. Niombeni kwa Mungu afya yangu iwe salama. Napitia machungu, nashindwa hata kulala. Hapa kuna watu kweli hapa? We! Kwa kuzunguka baba kama mtoto, miguu ya washa hivi. Marahaba, haya umetoka wapi? Isa. Naam. Njoo mkuchume. Alafu mama, kabla hujanituma mimi kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani? Nafsi yangu inaniuma sana. Nafsi yako ya kuuma kwa ajili ya nini? Kuna ile story ambayo ukisikia mimi kwa na msichana. Ni kweli. Story zenye nilikuwa nikisikia kama una msichana ni kweli? Ni kweli. Sasa kwa nini ukaamua kunidanganya? Mimi kwa naogopa, ndio maana nakudanganya. Kwa sababu nilikuwa naogopa, ndio maana nakudanganya. Nimetoka kule kumtembelea rafiki yangu. Rafiki yako? Na babako? Babangu mimi na siku 3 sijamwona, afu nimesikia habari ya kwa alikopa 20,000 zake alafu sasa hajalipa. Kwa hiyo sasa hata sijui ameenda. Alikopa 20,000 akazifanyia nini babako wewe? Mimi hata sielewi, maana mimi mwenyewe pia na mahitaji yangu madogo wewe namwambia na hata yaani hajawahi hata nipatia pesa. Sasa mimi sijui kama 20,000 alisikulia wapi. Sasa nikuulize swali. Na wewe mwenyewe unaona kama angelikuwa 20,000 angekunyima kweli? Hapo mimi ndo sielewi sasa. Haya. Kwanza hebu kidogo mimi nimekumbuka kitu. Mjomba. Ni mambo gani alikuwa anaonyesha pale wewe? Lakini mjomba yule alikuwa rafiki yangu. Na hizi tabia mwanzo ulianza lini mwanangu? Samea. Kwa mimi nilikulea hivyo kweli mwanangu? Samea na haijirudi tena, ni sina kawaida nini? Na nisirudie yani. Yaani utafanya katika hapa kwenye mtaa, watu watanionaje? Mbona unanidhalilisha mimi mamako? Nilikulea hivi kweli mimi? Hapana. Kwa nini unanifanyia hivi? Samea. Alafu mama wewe una historia ya shule. Hii historia hata kama ni leo, wewe nipeleke tu shule. Mimi sitaki kukaa tena kwenye mtaa. Kwa hiyo ulikuwa ufanya kitu kwa makusudi kwa sababu wajua nakupenda mtoto wangu mwenyewe ni mmoja kwa kutegemea neno nisamehe, si ndio? Mwanangu. Kwa nini ufanya hivi lakini? Haitajirudia tena. Sawa. Kwa kuwa umetambua makosa yako, mimi nimekusamehe. Lakini isijirudie tena. Na sana, faida naye haijirudie tena. Mambo ya sana sana mimi sitaki tena sasa. Rafiki yako? Yaani rafiki yako amekuweka hapa hivi. Umelala. Wasema rafiki yangu. Amekuweka hapa
hapa mjomba, mimi mwenyewe nilikuona hivi na macho yangu kwa hapa. Mjomba, badilika. Mimi nina marafiki wengi mjomba, kana kuna siku hata moja ambao mmoja ashakungalia hapa kwenye kifua. Mjomba, hiyo tabia hiyo mjomba hiyo. Badilika mimi nakwambia. Haya. Sasa hivi ulikuwa waingia na wewe ama ndio waingia na utoke tena kama babako? Kwa naingia. Haya. Pita basi. Sawa mwanangu, mimi nimekusamehe. Kwa sababu umetambua makosa yako, mimi nimeshakusamehe. Sasa hata kama sitakusamehe, ukamsamehe nani? Mtoto mwenyewe ni wewe tu mmoja. Haya sawa basi. Nenda hapo kibandani anitie tomato. Kitunguu basi. Harakisha. Kitunguu, tomato na mafuta ya uto. Mariela, 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 Mariela. Babako nahangaika kukutafutia mwanangu, jua na mvua vyote ni vyangu mwanangu, mbona huniheshimu hata kidogo mwanangu? Ama sababu ulikosa malezi ya mama mwanangu. Na kuomba mwanangu, ishi na watu vizuri mwanangu, ya dunia ni mengi mwanangu, na nakupenda sana mwanangu. Mariela, Unkuja kufuata nini wewe? Nimekuja muulizia Misa. Nilikwambiaje tabia za kuja hapa? Angalie vile kaa taira, alafu sikupendi na kuchukia wewe. Siku hizi mama nimebadilika. Hata mimi nakuona kuwa umebadilika. Kwa utaira, sasa umekuwa mwizi. Kamezi ndugu yangu chokiti hapa ni kwa ni kuhusu Mariela. Kama moja tena Mariela. Wewe nao kama natembea na Mariela. Kila kitu nitakuja kufanya kuna Mariela haja kutuambia. Kama juza kuja kwa chakofia huko. Hapa naambia niko naye kule tu, lazima ujumbe atafikishie. Atafikisha kila mahali sasa kwa nyingine Kamezi na Mariela, Kamezi na Mariela, Mariela na Kamezi. Hii zaidi sasa. Ndio nakunyepusha nayo. Kwa hivyo ni Lesha nikwambia mkuja kwangu wakati kofia. Kuja kwangu wakati kofia. Sasa ni hatari hiyo. Sawa, lakini wajua mimi sisi tunafanya hivyo kwa makusudi. Mimi nalipiza. Sasa nilipiza tu ndio ni mali ya serikali. Utashikwa ufungwe bure. Like hapi sura yangu sasa hivi. Sawa basi, asante kwa kunikanya. Acha mimi niende zangu. Mama mimi ndo sifanye hivyo. Mimi am good boy. Haya toka. Mbwa. Sitaki kukuona hapa kwangu, nimekwambia toka. Mtele wewe. Nimekwambia toka nje. We, unisikii? Unisikii? Hebu nenda huko. Mtele wewe. Unisikii eh? Utatoka utoka. Alafu wewe. Mariela,
kuna siku nimekuta mamako nikakuulizia, lakini mamako akaanza kunipakala akasema mimi sijui nisifu tena. Lini hiyo? Mama hakuja niambia. Sikumbuka kama siku hiyo. Lakini hata hiyo sio ile nilitoka. Mimi nifanya biashara na kufanya wewe. Biashara kwa na kufanya wewe. Maana wewe ni dogo langu na za kiparari. Beskeli yani. Mariela, 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 Mariela. Babako nahangaika kukutafutia mwanangu, jua na mvua vyote ni vyangu mwanangu, mbona huniheshimu hata kidogo mwanangu? Ama sababu ulikosa malezi ya mama mwanangu? Na kuomba mwanangu, ishi na watu vizuri mwanangu, ya dunia ni mengi mwanangu, na nakupenda sana mwanangu.